Chadema, ndugu zangu wa Mwanza, nitazungumza na baadaye nitamkaribisha makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche kuzungumza na nyinyi. Ndugu zangu wa Mwanza, mwaka 2020 nilikuja hapa Mwanza mara baada ya kuteuliwa kuwa katibu mkuu wa chama, na nilipokuja hapa wakati huo nilikuja kwenye mapumziko Bugarika, lakini mkaniita ofisini na mkaniita kwenye tukio la wazee kunisimika uchifu na kunipa jina la Chief Malonja. Wakati ule lile tukio linafanyika, Magufuli alikuwa hai, na siku ile ya kusimikwa tukawaambia kwamba kwa namna tulivyofanyiwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2019, tukienda kwenye uchaguzi wa mwaka 2020 bila marekebisho ya kikatiba na kisheria yenye kuwezesha uchaguzi huru na haki kwa aina ya utawala wa CCM, watakwenda kupora uchaguzi kweli kweli. Na niliwaambia yale kwa sababu mwaka 2015 ulikuwa ni mwaka ambao CCM kimsingi iliondoka madarakani. Mwaka 2015, lakini wakafanya wizi wa kura. Wakati ule mgombea wa urais wa Chadema, kwa kura walizozitangaza wao, walisema alipata 39% ya kura, takriban 40%. Lakini kwa taarifa za ndani ya serikali yenyewe inaonyesha mgombea urais wa Chadema wakati ule alipata zaidi ya 50%. Kwa hiyo baada ya CCM kuona wamekushafikia kwenye kona ya kuondoka madarakani, wakakubaliana, yani hata kama rais asingekuwa Magufuli baada ya uchaguzi wa 2015, kimsingi kwa zile kura ambazo Chadema ilipata, wakakubaliana kwamba lazima ianze safari ya kukibomoa hiki chama, kwa sababu hiki chama cha Chadema kinakwenda kuiondoa CCM madarakani. Kwa hiyo ndio wakaanza kwanza zuia bunge lisiruhusu live, funga mikutano ya hadhara. Lakini pamoja na matendo hayo, Chadema ikaendelea kufanya siasa kwa njia mbalimbali, ndani ya bunge, nje ya bunge, mtaani, chini kwa chini, mpaka ikafika uchaguzi wa 2019. Tumekaa kwenye kikao, tunaambiwa taarifa, Rais Magufuli tunaelekea uchaguzi wa serikali za mitaa. Alikuwa rais wakati huo, anawaambia watu wake, inawezekanaje hiki chama tulichokibomoa kwa muda wote huo kimeweza kuwa na wagombea wa serikali za mitaa, vijiji na vitongoji, kwenye vijiji karibu vyote. Wakaona sasa hiyo ni safari ya kuondolewa 2020, wakaondoa wagombea. Na ndio maana nikawaambia mwaka ule wa 2020
kwamba bila marekebisho ya katiba na kikanuni ya kuwezesha uchaguzi huru na haki 2020 wanatuibia tena. Sasa wakatuibia, wakamuibia Lissu, wakatuibia wabunge, wakatuibia madiwani. Baada ya kutuibia kwa kiwango kile, sisi Chadema tukaweka msimamo wa kutotambua ule uchaguzi wa mwaka 2020 na tukakubaliana Januari 2021, Magufuli bado akiwa hai, kwamba iwe mvua, iwe jua, iwe risasi, iwe nini, lazima tudai mabadiliko kuwezesha uchaguzi huru na haki. Miezi michache kabla tujaanza operation, Mwenyezi Mungu akamtoa Magufuli. Sasa Mwenyezi Mungu alipomtoa Magufuli, watawala hawa hawakujifunza kwamba hakuna mwenye mamlaka ya kimungu kwenye utawala wa CCM. Rais Samia akaanza utawala wake, akaanza na lugha ya kazi iendelee, akatengeneza matumaini hewa. Chadema tulipoanza tu madai ya msingi ya katiba mpya, Samia huyo hapa Mwanza akamkamata aliyekuwa mwenyekiti Mbowe, akambambika kesi ya ugaidi kwa madai kwamba ni chokochoko za katiba. Mbinu hii Samia aliyoitumia Julai 2021 kumbambika kesi Lissu Mbowe ya ugaidi ili Chadema iseme Mbowe sio gaidi, Mbowe sio gaidi. Mbinu hiyo Samia ameitumia sasa kumbambika kesi ya uhaini Lissu ili Chadema ibaki iseme Lissu sio maini, Lissu sio maini, free Tundu Lissu. Safari hii kwa sababu tulishajifunza kwa walichotufanyia mwaka 2021, tulikaa viongozi wakuu tukiongozwa na makamu mwenyekiti Heche, na tukazungumza na Mheshimiwa Lissu mwenyewe, na tukakubaliana kwa pamoja kwamba wakati yeye akiwa gerezani, wengine tuendelee na mapambano mpaka kieleweke ya no reforms, no election. Na ndio maana mimi nilikuwa sana ofisini na kwenye mafunzo ya viongozi, sikuwepo kwenye mikutano ya hadhara, lakini sasa nikaingia rasmi kwenye mikutano ya hadhara kuiongoza timu ambayo Mheshimiwa Lissu alikuwa anaiongoza hapo awali mpaka kieleweke. Sasa nataka kuambia Mwanza, watawala baada ya kuona no reforms no election inaungwa mkono na wananchi, inaungwa mkono na taasisi za dini, inaungwa mkono na taasisi za kimataifa, watawala wameamua kama mbinu ya kuzuia, ya kudhibiti no reforms no election, kama mbinu ya kumsaidia Rais Samia asiyekubalika kwa wananchi. Akubaliki si ndio? Akubaliki si ndio? Akubaliki si ndio? Wale mnasema Rais Samia akubaliki kwa wananchi, vidole viwili juu. Rais Samia akubaliki kwa wananchi, vidole viwili juu. Vidole viwili juu. Hiyo ni sauti ya Mwanza, Nyamagana na Ilemela. Asanteni. Sasa kwa kuwa hakubaliki kwa watu, Chadema imeweka msimamo no reform no election, kwamba bila mabadiliko hakuna uchaguzi, kwamba upatikane uchaguzi huu na haki, na wanajua kwamba uchaguzi huu ukipatikana anaondoka madarakani. Ndio maana sasa, na nalisema hili hapa Mwanza, sasa wameamua kuishambulia taasisi ya Chadema. Kumshambulia Lissu kwa kumbambika kesi ya uhaini ni moja tu ya shambulizi ambalo wameamua kuishambulia Chadema. Shambulizi la pili, wamefungua kesi wakimtumia aliyekuwa makamu mwenyekiti Zanzibar anaitwa Said Issa Mohamed, kazi ikifanywa na mtu wa karibu na Samia,
akimshirikisha mtumishi wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, mratibu wa mambo hayo akiwa aliyekuwa naibu katibu mkuu wa Chadema Zanzibar Salum Mwalimu Juma, wamekwenda kufungua kesi ya Said Issa na wenzake watatu. Ukiangatazama kesi nje kama vile wanadai maslahi ya Zanzibar ndani ya Chadema, lakini kumbe siri ya ile kesi ni ombi ambalo wameiomba mahakama, kama mahakama izuie shughuli zote za Chadema nchi nzima. Nyinyi mko tayari Chadema izuiwe kufanya shughuli zake? Mko tayari? Sasa na vidole vile juu wale wanaosema kwamba Samia na watu wake waondoe huo upuzi wao wa kesi yao ya mahakamani, waondoe hiyo zuio la shughuli za kisiasa za Chadema, waondoe hizo mbinu haramu za kudhibiti Chadema. Salamu hizo za wananchi wa Nyamagana na Imelea. Sasa mbinu ya tatu, wameamua kimsingi ndani ya mfumo kwamba wajaribu kuipasua Chadema kwa maelezo kwamba wakiipasua Chadema Samia atapita kirahisi kwenye uchaguzi, alafu wakiipasua Chadema watatengeneza chama mbadala kingine kikuu cha upinzani. Mimi kwa maeneo yote niliyopita na kufanya mikutano ya hadhara, hili nalo naona halifanikiwi kabisa, kwa sababu Chadema imekwisha vuka. Sio tena chama cha viongozi na wanachama wa Chadema, ni chama tumaini na imani ya watumaini wa Tanzania. Ni chama cha Watanzania. Sasa katika kutekeleza hayo, wameanza kuchukua baadhi ya watu wachache ndani ya Chadema, wakiwa wamewaahidi kwamba waende kwenye chama kimoja kidogo cha upinzani, Chauma. Mnasema chama gani? Chama gani? Kumbe mmeshawashtukia. Sasa kwa sababu mmeshawashtukia, dawa yao ni kuwapuuza kweli kweli. Wao wanataka kuwafanya nini? Mwafanya nini? Mwazomee? Mnataka kuwazomea? Sasa sikiliza. Wakija hapa, si mmesema nyinyi mnataka mwazomee? Wangapi mmesema mtawazomea? Wangapi mmesema mtawazomea? Wangapi mtasema mtawazomea? Nyamagana na Ilemela. Sasa sikilizeni. Nawashukuru kwa uamuzi wenu kwamba mtawazomea hao wa Chauma. Lakini sio Chauma peke yake. Kwa nini? Kwa sababu CCM baada ya Chadema kuchukua msimamo wa no reforms no election, CCM imevivuta vyama vingine vya upinzani ili kuhalalisha uchaguzi. Jamii ya kimataifa ikionyesha uchaguzi sio halali, imeviita vyama vingine vya upinzani vikakaa Dodoma, vikasaini kukubaliana na maadili mabovu ya uchaguzi ambayo kwanza yameandaliwa na tume ambayo hata haina maadili yenyewe, kwa sababu tume yenyewe haiko huru. Sasa wakaniita katibu mkuu wa Chadema niende kusaini kwa niaba ya chama. Mimi sikwenda kusaini huo upotofu wa huko Dodoma. Sasa wanasema katibu mkuu kwa kutokusaini umenyima ndoto za wanachadema kushiriki uchaguzi. Sasa nyinyi ndio wapiga kura wenyewe, si ndio? Ilikuwa sahihi sikwenda kusaini, ilikuwa sahihi, si ndio? Wangapi mnasema ilikuwa sahihi kwenda kutokwenda kusaini? Ilikuwa sahihi kutokwenda kusaini. Ilikuwa sahihi kutokukutana maadili ya mabovu. Asanteni sana. Sasa kama nyinyi mmekubaliana na hilo, hivi vyama vya upinzani hivi vinavyotumiwa na watawala, mmoja ananiambia hata sio vya upinzani. Sio vya upinzani tena, si ndio? Mwingine anasema ni nini? CCMB. Si mnasema nyinyi ni CCMB? Hiyo sijasema mimi, si mnasema nyinyi hawa ni CCMB? Kama hawa ni CCMB, kama wale Chauma mmesema wazomewe, na hao mtasema wafanye nini? Wazomewe? Wangapi mnasema hivyo vyama ambavyo vimeenda msimamo wa CCM vikija vizomewe? Vidole viwili juu. Vidole viwili juu. Vidole viwili juu. Asanteni sana. Sasa
Sisi tumesema no reforms, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Bila mabadiliko tunazuia uchaguzi. Bila mabadiliko uchaguzi haufanyiki. Wanasema huo ni msimamo wenu tu viongozi, sio msimamo wa wananchi. Wananchi wanataka kupiga kura mwaka huu 2025. Kweli? Kweli? Hamtaki, si ndio? Hamtaki, si ndio? Wale mnaokubaliana kwamba no reform, no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi, hamtaki uchaguzi, mtashiriki kuzuia uchaguzi. Vidole viwili juu. Nyamagana Ilemela, no reforms, no election. Nikisema no reforms, mnasema kwa kishindo kikubwa no election, no reforms. No reforms. No reforms. No reforms. Shukrani. Sasa tunadai hizo reform. Lakini wao wanasema kutujibu sisi. Wanasema kwamba huu ni mwezi Mei. Muda uliobaki ni mdogo kuelekea uchaguzi. Kwa hiyo hawawezi kufanya marekebisho. Sisi tukawaambia kama mnasingizia muda ni mdogo, sisi tuko tayari uchaguzi usogezwe mbele ili kwanza mabadiliko yafanyika ya kuwezesha uchaguzi huu na haki. Sasa wanasema haya nayo ni maoni yenu viongozi, ila wananchi wanataka uchaguzi usiahirishwe. Wangapi mnasema mko tayari hata uchaguzi uahirishwe, usogezwe mbele ili mradi kwanza kufanyike marekebisho ya kuwezesha uchaguzi huu na haki? Vidole viwili juu. Vidole viwili juu. Asanteni sana. Sasa nashukuru. Sasa jana kulikuwa na tukio la kumwapisha askofu mmoja hivi wa kanisa la Anglican. Serikali kule Mbeya kule. Serikali ikawepo kwenye hilo tukio, ikiongozwa na naibu waziri mkuu Dr. Biteko. Bunge likawepo. Spika alikuwepo pale. Yaani yule spika Tulia aliyefanya uhuni wakati katibu mkuu nilipokwenda Dodoma kupeleka mapendekezo ya marekebisho, walipoleta ile miswada mibovu ya sheria, akimtumia mwenyekiti wa kamati ya bunge. Nikawa nawaambia jamani, hizi sheria hizi hazitibu matatizo, mnaita tume huru wakati hatuna tume huru. Nikawaambia itwa na tume huru, lazima kwanza turekebishe ibara 74(1) juu ya mamlaka rais kuteua tume, turekebishe ibara 74(5) inayompa mamlaka rais kuondoa tume, turekebishe ibara 74(10) ya katiba inayolazimisha tume lazima itumie watumishi wa umma, turekebishe ibara 74(12) inayotoa kinga kwa tume kwamba jambo lolote la tume iwe kuangua wagombea, kuzuia kampeni haliwaji kujua mahakamani, ibara 41(7) inayosema matokeo ya rais yasiyojua mahakamani. Tukawa pale vifungu kwa vifungu vinatakiwa kurekebishwa, wakatuzuia hata kuzungumza. Leo anawaambia viongozi wa dini, anasema tulifanya marekebisho ya sheria, vyama vilikuwepo, wadau wakatoa maoni na tumeyazingatia. Mwongo mtupu, Dr. Tulia Ackson. Mwongo mtupu. Sasa Tulia ni mwache pembeni ya Tulio huko. Ila nataka kusemea jambo moja. Kuna kauli ilitolewa na baba askofu mkuu wa kanisa la Anglican. Alisema kwamba jitihada zifanyike kabla ya uchaguzi kurekebisha kasoro za kiuchaguzi. Hiyo iko sawa sawa. Lakini akasema wanaosema uchaguzi usogezwe mbele wataiingiza nchi katika mgogoro wa kikatiba. Hii kauli ya baba askofu, kwa heshima zote kwa baba askofu, haiko sawa sawa. Na nasema haya kwa sababu hii kauli ilianza kutolewa na Kabudi akijaribu kuipotosha umma na watu. Nataka niwakumbushe wananchi. Moja, wakati mfumo wa vyama vingi unaanza Tanzania ulipoingia,
uchaguzi wa udiwani na ubunge ulikuwa tofauti. Udiwani ulikuwa unafanyika pamoja na uchaguzi wa serikali za mitaa. Ubunge ulikuwa unafanyika pamoja na urais. Serikali ikafanya uamuzi wa kuunganisha uchaguzi wa udiwani na uchaguzi wa ubunge kwa pamoja. Ili kufanya uamuzi huo, madiwani waliokuwa madarakani wakati huo, sheria ikarekebishwa, wakaongezewa mwaka mwingine mmoja wa kuwepo kwenye utumishi wao ili waungane na uchaguzi mkuu wa ubunge. Kwa swala la kuahirishwa kwa uchaguzi fulani Tanzania si swala geni, limekwishawahi kutokea. Tumeona eh? Sasa kwa upande wa uchaguzi wa ubunge na urais, katiba imetamka kwamba uhai wa ubunge ni miaka 5, uhai wa urais ni miaka 5, unless kama kuna hali ya dharura. Kwa muda wa uchaguzi unaweza kusogezwa mbele kwa hali ya dharura, mamlaka hayo anayo kabisa rais. Lakini hata ukiondoa swala la hali ya dharura, tunaweza kabisa kama nchi, kama tulivyotunga sheria ya kuongezea wadiwani mwaka mmoja ili waungane na ubunge, rais anaweza kuita kikao cha baraza la mawaziri wakati huu ambao bunge linaendelea sasa hivi na vikao Dodoma, akapeleka bungeni muswada wa marekebisho ya katiba kwenye jambo dogo, kuongeza mwaka mwingine mmoja mbele ili kuruhusu hapo katikati kufanyike marekebisho ya kikatiba ya kisheria ya kuwezesha kuwa na tume huru ya uchaguzi. Jambo hili halitazua mgogoro wowote wa katiba. Wangapi mnasema hili mnamtaka Samia alifanye? Wangapi mnataka Samia afanye hilo? Wote mnataka, si ndio? Wote mnataka, si ndio? Ili kutoa mwanya kuweza kufanya reforms katika taifa letu. Ndugu zangu wana Mwanza, tunayo kila sababu ya kuiondoa sisi madarakani. Nchi yetu hii yenye rasilimali nyingi. Nyinyi wa Mwanza mkiwa na Ziwa Victoria, mkiwa na dhahabu, mkiwa na mifugo, mkiwa na ardhi. Lakini katikati ya umaskini, katikati ya ukosefu wa ajira kwa vijana, katikati ya hali ngumu ya kiuchumi na kijamii, katikati ya huduma mbovu za kijamii, katikati ya maslahi ya watumishi ikiwemo watumishi wa umma kama hawa askari wenyewe wanaoshiriki kwenye wizi wa kura, maslahi duni kweli kweli ya watumishi wa umma, ni wakati watu wote kuweka tofauti zetu pembeni na tuungane pamoja kwenye kazi moja kubwa ya kuiondoa sisi madarakani. Sasa katika kazi hii, akitokea miongoni mwetu akasaliti, huyo tumweke pembeni, sisi tusonge mbele mpaka kieleweke. Nihitimishe kwa kusema kwamba Chadema tulitoka katika uchaguzi wa ndani ya chama uliohitimishwa tarehe 22 mwezi Januari mwaka 2025. Katika uchaguzi ule, kama zilivyo chaguzi zote zenye ushindani, huwa kunaweza kuwa na timu. Kwa kulikuwa kuna timu Lissu, kulikuwa kuna timu Mbowe, lakini baada ya uchaguzi kumalizika, sisi tuna timu moja tu inayoitwa timu Chadema. Na kwa minajili ya kuendelea kuwa na hii timu moja ya Chadema chini ya kauli mbiu ya Stronger Together, viongozi wapya tulipoingia, kwanza tukasema tuwaite viongozi wetu wote. Bahati nzuri mimi ni kiungo, nilikuwepo kwenye uongozi uliokuwepo, niko kwenye uongozi wa sasa. Ndugu yangu amesema kama mimi ni mashine. Ni mashine, sio? Jamaa anasema ni Mbappe. Sasa Mbappe au Ronaldinho au sasa tukawaita. Wengi wao wakasema tuacheni tupumzike. Wachache wakaja tukazungumza. Tukapanga mpango wa kutekeleza mkakati wa no reform no election. Lakini sio hilo, tukapanga na tone tone. Sio hiyo, tukapanga kwamba kama kuna mahali kuna tofauti bado za kiuchaguzi,
kwa sababu katiba yetu imeunda kitu kinachoitwa caucus ya wazee ya kusuluhishi, upatanishi, ushauri. Tukasema ngazi zote za chama, na katibu mkuu nikatoa ujumbe kwa chama kizima wa tarehe 3 mwezi wa 3, caucus kila mahali kushughulikia hiyo changamoto. Na kitaifa tukaunda caucus ya wazee. Kuna mambo sio kuyasema hadharani, lakini nataka niseme caucus ikakutana na Mheshimiwa Lissu, caucus ikakutana na Mheshimiwa Mbowe, na mambo yanakwenda vizuri, na kazi hizo zitaendelea kufanyika. Lakini katikati ya jitihada hizo tukabaini kwamba kuna watu ambao wenyewe wanasingizia majeraha ya uchaguzi kuhalalisha kutumika kwao na watawala dhidi ya no reforms no election. Sasa watu wa namna hiyo wakiondoka sawa, mmoja amemtaja Wenje alisema Geita kwa ondoke. Leo yuko wapi? Leo aliniomba ruhusa, amefiwa. Nisikilize. Leo aliniomba ruhusa, amefiwa, amekwenda kuzika Rorya na yuko njiani, anaweza kaja wakati Mheshimiwa Heche anatumia. Kama ambavyo Pambaru naye aliniomba nimfikishie salamu kwamba kwa kuwa amevunjwa mguu ameshindwa kuwepo hapa. Sasa nataka kusema nini? Nataka kusema hivi, sisi viongozi hatutakubali mtu atumie kivuli cha majeraha ya uchaguzi kuhujumu matumaini ya Watanzania ya kutaka Tanzania iwe na uchaguzi huru na haki. Lakini mtu yoyote aliyekuwa timu ya yoyote, sio tu timu Lissu, timu yoyote, kwa sababu hata huko mitaani timu zilikuwepo, atakayeweka pembeni tofauti za utimu akarudi tukafanya kazi pamoja kupambana na CCM na watawala, huyo tutakwenda naye kwenye mapambano ya kuondoa watawala. Sasa katika nukta hiyo naomba sasa, kwa sababu ya muda, kuna mengi ningezungumza, lakini nataka tumwachie muda mrefu zaidi makamu mwenyekiti bara Mheshimiwa John Heche aje kuzungumza.